Yani atasema kwamba ulikuwa hauna hali hii, ila unajishangaa tu pale ambapo unapotoka kwenye kufanyiwa operation. Ni wengi wao huwa ni baada ya operation ule uvimbe, anajikuta tu anaanza kuwa na mabadiliko, hususan ya kwanza kutokwa na uchafu, na atakwambia ni kwamba ni kweli daktari, nilikuwa nipo tu vizuri, ila ameshapata hedhi ya kwanza, ni ya pili, mwingine bado hata hajapata hedhi, lakini anaanza kuona anatoka na hali ya uchafu ambao unakuwa mithili ya maziwa, na unaanza kuonekana ila una harufu na muda mwingine unakuwa hauna harufu. Hii ni kutokana tu na mabadiliko yale ya mfumo wa uzazi, kutokana na inflammation. Hizi ni infection ambazo ni ndogo ndogo sana na ambazo zinaweza kumtokea mwanamke baada ya kufanywa ule upasuaji. Kwa hiyo kuweka vizuri mazingira kwenye kizazi, ni lazima uweze kupata dawa ambazo zinatakiwa zikatibie kuanzia ndani, sio tu kutibia tu juu juu kwa ajili ya kutoa tu ule uchafu. Ukweli kwamba lazima pia mazingira kwenda kurejesha wale bakteria wazuri katika via vya uzazi yaweze kufanyika, ila sio hivyo kwenda kuponesha majeraha na makovu madogo madogo ambayo muda mwingine alibakia baada ya kufanywa ule uvimbe. Kwa hiyo kupitia programu yetu ya Nipo na katika safari ya kuitwa mama, tunaweza tukawasiliana na uzuri matibabu haya yanaweza kukufikia sehemu yoyote kupitia utaratibu wa delivery.